Umenisaidia kumsalimia mkono because kuna uwezekano hatujakutana hii mwaka na ni siku 4 zishaenda, na tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kutupa nafasi ya kukua hai. Kuna wengi ambao tunajua wamelala hata katika mwaka huu ambao tunasema mwaka mpya, lakini tunashukuru Mungu kwa sababu ya uaminifu wake, na amekuwa mwaminifu kwetu. Wale walikuwa ushago, mumeenda, mumerudi, bado mmetukuta. Tuanze mwaka pamoja tukiamini ya kwamba Mwenyezi Mungu atatusaidia kuwa na mwaka ambao utakuwa mwaka wa kumtukuza yeye. Amen. Niruhusu tusome katika mstari ambao tumeusoma hapo awali katika kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 2, kama jinsi ambavyo ilitajwa na mwenyekiti na mchungaji pia akataja. Maombi yetu na madhumuni yetu ni kwamba mwaka huu utakuwa mwaka tofauti kama kanisa, na zaidi pia katika maisha yako ya kibinafsi, na katika kuhakikisha kwamba tuna set the pace katika mipango ambayo tutakuwa nayo katika mwaka huu. Nilipokuwa nikiwaza neno lake Mwenyezi Mungu, nikaona ni vizuri tujiulize mambo kadhaa ambayo kanisa ya karne ya kwanza ilifanya, na jinsi ambavyo tunapofanya resolutions na mipango yetu ya mwaka huu, tunawezaje kuhakikisha ya kwamba pia katika mipango yetu tunajitayarisha hata katika maisha yetu ya kiroho, kwa sababu ya kukua katika mwili wa Kristo mwaka huu. Na kukua katika mwili wa Kristo ni kazi ambayo wewe na mimi tutastahili kufanya ili mwili huu wa Yesu Kristo uweze kukua. Kuna kazi nyingi ambayo imetungoja katika mwaka huu, na kwa hivyo maombi yangu ni kwamba katika neno hili Bwana ataweza kutia mioyo yetu nguvu na kuweka mipango zaidi pia katika maisha yetu ya kiroho, kwa madhumuni ya kujenga mwili wa Kristo hata katika mwaka huu. Kitabu ni Matendo ya Mitume mlango wa 2 mstari wa 41 na 42. Matendo ya Mitume 2 mstari wa 41 hadi 42. Neno la Mwenyezi Mungu linasema hivi: nao waliolipokea neno lake wakabatizwa, kama jinsi ambavyo tumeshuhudia siku hii ya leo. Na utaelewa ya kwamba maana ya ubatizo, kuna maana mbili kuu ya kwa nini mtu abatizwe, kama jinsi ambavyo ilivyotajwa na mchungaji, ya kwamba jambo la kwanza, mtu anabatizwa kama ushuhuda wa yale ambayo yameshafanyika katika moyo wako. Wewe ni Mkristo, umekufa katika dhambi pamoja na Kristo na umefufuliwa pamoja na Kristo. Na sababu ya pili ya kwa nini ubatizwe ni kwa sababu ni njia ya kutii maagizo yake Mwenyezi Mungu. Kristo alipokuwa anaelekea mbinguni, kati ya mambo mengi ambayo alisema yafanyike, aliomba ya kwamba sote na tubatizwe, wale ambao wamemwamini Yesu Kristo. Kwa hivyo katika kusoma mstari huo, tunausoma tukiwa tunafanya assumption ya kwamba sote tumempokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Manake yale mambo ambayo yanafuata yanafanyika kwa sababu ya wale wote ambao wamemwamini Kristo kama Bwana na mkombozi wao. Kwa hivyo nao waliolipokea neno, kama wewe na mimi, neno lake Mwenyezi Mungu, wakabatizwa. Na siku ile wakaongezeka watu wapata 3,000. Siku hii ya leo sisi tumeongezwa watu nafikiri 12 ama ni 13 ambao wamebatizwa katika ushirika wetu. Mstari wa 42 inasema, wakawa wakidumu katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kuumega mkate na katika kusali. Tuombe. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa sababu hii ni Jumapili ya kwanza ya mwaka, na tutakuwa na Jumapili zingine 51. Na tunashukuru kwa sababu Mwenyezi Mungu, katika mapenzi yako ulitamani na ukafanikisha sisi kuwepo hapa siku hii ya leo. Si kwamba kuna sadaka speciali ambalo tulitoa kwako, si kwamba wokovu wetu ni tofauti na ya wale ambao wamelala, lakini kwa sababu ya mapenzi yako kwetu Bwana, umefanikisha sisi kuona siku hii ya leo. Tunajua kwamba katika maisha yetu, katika mwezi kama huu baada ya kuruka mwaka mpya Bwana, huwa tuna mipango, tuna matamanio ya mambo ambayo tungependa kuyafikia katika mwaka mpya. Na Bwana, tuomba ya kwamba katika dakika chache ambazo tutakuwa hapa siku hii ya leo, kaweza kusaidia mawazo yetu yakaweze kutamani pia kufanya mpango wa jinsi ambavyo tungependa kukua katika maisha yetu ya Ukristo mwaka huu, ili mwili wa Kristo ukaweze kujengwa, na zaidi Bwana, wewe ukazidi kutukuzwa. Zungumza pamoja nasi, haya yakiwa ni maombi yetu ya imani kwa jina la Yesu Kristo aliye mwamba wa wokovu wetu, na sote tuseme amen.
Wakati ambapo mwaka unaanza, watu huwa wana mipango tofauti tofauti. Kuna wale ambao wamesema ya kwamba alipokanyanga weigh scale akaona kilo ambazo aliona hapo Disemba baada ya kufiririda na kukula nyama kwa wingi, akasema itakapofika Januari mimi na gym tutakimbizana ili kilo ziweze kushuka. Na pengine hata ashalipa mpaka membership ya gym. So swali tu itakuwa tarehe 20 mwezi huu kama bado atakuwa amejitolea katika kufanya hivyo. Kuna wale ambao wamesema ya kwamba katika mwaka huu mpya mpango wangu ni kwamba ningependa kuanzisha biashara. Na pengine hata ashafanya research, ashajua ya kwamba ningependa kufungua kisiagi, ningependa kuingia katika ukulima, ningependa kufungua shule. Kuna aina tofauti tofauti ya biashara ambazo watu pengine wameamua watafanya. Kuna wengine katika mwaka huu wamesema liwe liwalo lazima nioe. Liwe liwalo. Kwa hivyo kila dada ambaye anakutana naye anamzungumzia kwa madhumuni ya kutaka kufanya nini? Kuoa. Kuna wale ambao wanatamani sana mwaka huu wakuwe wazazi. Kila mtu ana mpango wake. Ikiwa siku hii ya leo nitakupa karatasi uandike mambo matatu ambayo ungependa kufanikisha katika mwaka huu, huenda hadithi zetu zitakuwa tofauti sana ya mambo ambayo tungependa tuweze kuyafikia katika mwaka huu. Lakini leo ningependa tuweze kuangalia kama kanisa. Manake sisi ni mwili mmoja, jamii moja, na kwa hivyo katika kukaa chini na kujiuliza tungependa kufikia wapi kama kanisa, ni jambo ambalo linapaswa kukuhusu wewe na linihusu mimi. Kanisa sio ya viongozi, kanisa sio ya wachungaji, kanisa sio la life group, kanisa ni ya kila mmoja wetu. Sio ya vijana peke yao, sio ya watoto wa Sunday school, ni kila mmoja wetu ajiulize wakati ambapo tunasema ya kwamba ningependa kufanikisha mambo haya katika maisha yangu ya kibinafsi. Na je, katika mwili wa Kristo ambayo pia mimi ni sehemu yake, ningependa kufikia mambo gani? Na ndio maana siku hii ya leo ningependa kuleta neno lenye kichwa Building a God-centered year. Building a God-centered year. Kujenga mwaka unaomenzi Mungu. Building a God-centered year. God-centered year kumaanisha ya kwamba katika mtazamo wetu kama Wakristo, matamanio yetu katika mwaka huu ni kwamba kando na mambo mengine ambayo Mwenyezi Mungu ataturuhusu kuyapanga, tupange mambo ambayo yataweza kutusaidia kufikia malengo ya Mwenyezi Mungu katika kanisa lake. Si vibaya kusema ya kwamba ningependa katika mwaka huu kukua healthy. Si vibaya kusema ya kwamba ningependa kuanza biashara. Si vibaya kusema ya kwamba huu ndio utakuwa mwaka ambao nitajaribu kwa mara ya kwanza kufanya ukulima, na mambo ambayo umeshayaandika na umeshayapanga kuyafanya katika maisha yako ya kibinafsi. Lakini ikiwa utapanga mambo haya yote na ukose kupanga jinsi ambavyo ungependa maisha yako ya muenzi Mwenyezi Mungu katika mwaka huu, then you will have missed the mark. Manake haya mambo mengine yote ambayo tunayapanga ni mambo ambayo yanatusaidia tu katika maisha yetu ya hapa. Yanatusaidia kuhakikisha ya kwamba tunalipa bills zetu, yanasaidia kuhakikisha ya kwamba hatutakuwa idle. Kila siku utaamka uende mahali ufanye kazi kama jinsi ambavyo neno lake Mwenyezi Mungu limetuamrisha. Lakini kuna mambo ambayo ni ya msingi zaidi ambayo ndiyo yatakayotusaidia kumuona Yesu Kristo macho kwa macho. Na ikiwa mambo haya tutayapuuza, then Ukristo wetu utatiwa shaka. Now, ninapenda sana wakati ambapo tunasherehekea Jumapili ya kwanza ya kanisa ya mwaka, kwa sababu huwa tumetoka tu kusherehekea Jumapili ya mwisho ya mwaka. Last Sunday tulikuwa hapa kwa sababu ya Jumapili ya mwisho ya mwaka mzima. Na mara nyingi katika Jumapili ya mwisho ya mwaka watu huwa wanafikiria yale mambo ambayo yameshafanyika. Unakaa chini unafanya hesabu ya Januari kulikuwa na hili na lile, mwezi wa Februari kuna hili na lile ambalo lilifanyika. Katika maisha yangu kuna mambo mazuri haya ambayo yalifanyika, kuna mambo haya mabaya ambayo yalifanyika, kuna malengo ambayo niliweka katika mwezi wa Januari ambayo yalitimia, na kuna mambo ambayo hayakutimia. It is a point of reflection. Mambo ambayo yameshafanyika. That is easier. It is easier kufanya reflection ya mambo ambayo yameshafanyika
kuliko ile ambayo tunaifanya katika Jumapili kama hii. Jumapili hii ya kwanza ya mwaka ni Jumapili ambayo tunaweka mipango yetu kwake Mwenyezi Mungu pasipo kujua Mwenyezi Mungu ana mpango mgani katika mwaka huo mzima. Mwaka uliopita tulikuwa na ibada kama hii. Na katika ibada kama hii kuna wenzetu ambao ni washiriki katika kanisa hili ambao siku hii ya leo hawako nasi. Wameshatutangulia katika mbio hizi za kumuona Mwenyezi Mungu. Mwaka uliopita tulikuja tukamwomba Mwenyezi Mungu ya kwamba ikiwa ni mapenzi yake atupe afya njema. Lakini ukweli ni kwamba kuna wengine baadhi yetu hapa ambao walilazwa mahospitali, wakapitia hali ngumu ya miili yao ilikuwa inapitia shida tofauti. Lakini wakati ambao tulikuwa tunaanza mwaka hatukujua hivyo. Mwaka ulipokuwa ukianza tuliamini ya kwamba Mwenyezi Mungu atatupatia hela za kuweza kumeet all our bills. We were so high in spirit as we are today. Tulikuwa so encouraged ya kwamba katika mwaka huu mzima Mwenyezi Mungu atatusaidia ya kwamba all our bills, all our plans, madhumuni yetu yote ambayo tungependa kufanikiwa katika mwaka huu yataweza kutimia. Lakini the truth is, Jumapili iliyopita wakati ambapo tulikuwa tunafanya hesabu ya mambo ambayo yalifanyika mwaka uliopita, I am sure without a doubt all of us tulikuwa na list mara mbili. Kulikuwa na list ya yale mambo ambayo yalitimia na kuna list ya yale mambo ambayo hayakutimia. Pengine there was even a third list ya mambo ambayo hukuyawaza ya kwamba yatafanyika lakini yalifanyika. Hayakuwa kwa mpango wako. A point of reflection is usually easier than ile ambayo tunaifanya siku hii ya leo. Siku hii ya leo tumekuja kanisani Jumapili ya kwanza tukiwa tumeweka roho zetu pamoja tukimwamini Mwenyezi Mungu ya kwamba ingawa tuna mipango hii na hii na hii katika maisha yetu ya kibinafsi na kama kanisa, this is the time when we make the most difficult prayer, ya kwamba mapenzi ya Mwenyezi Mungu na yafanyike. Manake kila mmoja wetu hapa siku hii ya leo ana mapenzi ya mambo ambayo angependa yafanyike katika maisha yake. There is your will. Lakini siku hii ya leo tumekuja kusema Mwenyezi Mungu, yes we know we have our plans, but we choose to trust in your will. Ya kwamba ikiwa ni mapenzi yake Mwenyezi Mungu, baadhi yetu siku hii ya leo ambao wako hapa wakuwe ndio watapumzika katika mwaka huu, ni mapenzi yake Mwenyezi Mungu. And that is the reality of life. Ikiwa Mwenyezi Mungu, ingawa tunamuomba ya kwamba mwaka huu atupe afya njema, ukweli ni kwamba kuna wale ambao watakuwa wagonjwa. But what encourages us wakati ambao tunaanza mwaka ni kujua ya kwamba mambo haya yote yanafanyika kwa utukufu wake Mwenyezi Mungu. Now, putting aside yale mambo ambayo tunapenda tuyatimize katika maisha yetu ya kibinafsi, siku hii ya leo ningependa tuweze kujiuliza, je, katika maisha yetu ya kiroho tungependa kufikia malengo gani katika mwaka huu? And there is no better example kama kanisa hili la karne ya kwanza. Kanisa hili ambalo lilipitia ubatizo kama ule ambao wewe uliupitia baada ya kumwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao, na kanisa ambalo baada ya mstari huu wa 42 tunaona kanisa ambalo lilikuwa kwa idadi, lilikuwa katika talanta ambazo walizifanyisha kazi katika mwili wa Kristo. There was exponential growth to a point. Wakati ambapo Luka anaandika kitabu hiki, alianza kwa kusema ya kwamba mlango wa pili wa kitabu hiki ya kwamba kulikuwa na watu 120 ambao walipokea Roho Mtakatifu katika kile chumba cha juu. Lakini baada ya hapo, wewe na mimi tumesoma katika mstari wa 41 ya kwamba watu 3,000. Now in mathematics I do not know how to interpret that, because it's not double, it is not triple. What we can only say is exponential. Katika mlango wa 5 bado Luka anajaribu kukeep track ya hesabu. Anasema katika mlango wa 5 baada ya neno kuhubiriwa, Wakristo wakawa zaidi ya 5,000. And then from there on he loses track ya mahesabu. Nao anasema tu mwili wa Kristo ukaendelea kukua. Juma hili tulipokuwa tukiketi chini kama viongozi wa kanisa, one of the greatest desires ambayo ilikuwa katika moyo wa kila kiongozi wakati tulikuwa katika mkutano huo, ilikuwa ni kujiuliza, kando na mambo mengi ambayo tunayaona ambayo yamefanyika katika kanisa hili, majengo makubwa, idadi kubwa, if we were to do an assessment
ya mwili wa Kristo katika kanisa la AIC Njoro. How healthy are we? Na siku hii ya leo ningependa kukupa nafasi yako utumie a health meter. Ujiulize katika mambo haya ambayo yalifanyika katika kanisa la kwanza, where do I place myself? And hopefully katika mambo ambayo unaweka kama mpango wako wa mwaka huu, utaweza kuweka mambo hayo katika maisha yako. Because if all of us commit kufanya mambo ambayo kanisa hili la karne ya kwanza lilifanya, I kid you not, mwaka utakapokuwa ukiisha, Jumapili ya 52 ya mwaka huu, the difference between the exponential growth we see in the church of the first century church and where we are today, ni katika kila mmoja as an individual to make the choice ambayo kanisa hili lilifanya. Jambo la kwanza ambalo tunaliona kanisa hili lilivyofanya, a God-centered year is built on the word of God. So mwambie mwenzako, it's built on the word of God. Sio maneno yangu haya. Mstari wa 42 inasema wakawa wakidumu katika fundisho la mitume. Do you know that is exactly what we are also doing as a church today? Ya kwamba kazi yangu na ya mchungaji sio kuandika Biblia, manake sisi sio mitume. Kazi yetu ni kufundisha yale ambayo yalishaandikwa na mitume. So basically we are reading the same things ambazo kanisa la karne ya kwanza lilifanya. And so we cannot say ya kwamba kanisa la karne ya kwanza was advantaged, ya kwamba kuna mambo ambayo walikuwa nayo ambayo sisi hatuna, na ndio maana pengine ilikuwa rahisi kwao mambo kukua kwa haraka kuliko sisi. All of us are reading from mambo ambayo yaliandikwa na mitume. Neno lake Mwenyezi Mungu liliandikwa na watu ambao Mwenyezi Mungu aliwachagua mwenyewe. And that is exactly what the first century church ilikuwa ikifanya. They spent time katika kusoma neno lake Mwenyezi Mungu. Now, the problem is this, ya kwamba katika ulimwengu wa sasa, nao watu kusema ya kwamba mimi ninapenda kusoma neno la Mwenyezi Mungu is now becoming a cliche. Is now becoming a statement ambayo haina maana. Watu wanasema ya kwamba mimi napenda kusoma neno lake Mwenyezi Mungu. Lakini kuna tofauti ya kusoma neno lake Mwenyezi Mungu na kuruhusu neno lake Mwenyezi Mungu libadilishe maisha. There's a difference. Neno lake Mwenyezi Mungu hakunuia neno lisomwe kama gazeti. Manake Wakristo wengi siku hii ya leo tunasoma neno la Mwenyezi Mungu kama gazeti. Ile ninasoma nipitishe muda and then I sign somewhere ya kwamba after all nitapofanya hesabu ya siku ambazo nilipata nafasi ya kusoma neno lake Mwenyezi Mungu, today counts. Nilisoma neno lake Mwenyezi Mungu. The truth is, kuna watu ambao mwaka uliopita tulipokuwa tukifanya project 52, they had no interest. Si kwamba hana muda, si kwamba hana Biblia. In fact, in this day and age hakuna mtu ambaye anaweza akasema ya kwamba hana Biblia, kwa sababu ziko mpaka kwa simu. We have absolutely no reason ya kwa nini tusiweke mpango wa kila mmoja wetu kujitoa katika kusoma neno lake Mwenyezi Mungu. Wakristo wengi siku hii ya leo wanatumia neno lake Mwenyezi Mungu kama spare wheel ya gari. Spare wheel ya gari unaitumia tu wakati ambapo unahitaji. Miaka kadhaa iliyopita tulikuwa tunasafiri pamoja na familia yetu tukienda katika family gathering sehemu za Nyeri. Na tulipokuwa tukiendesha gari, tukiwa mahali panaitwa Tafaria, nikasikia mlio wa kitu inalia kama chupa. Mimi sikujua ya kwamba ni mguu wa nyuma umepasuka. Nikaenda kuangalia kwa boot nitoe spare wheel ili tuweze kubadilisha mguu. Kwenda kufungua, nikakuta ndio spare wheel iko, lakini mguu umefungwa na special nut. Kuna kuwa na different nuts ambazo watu wanafunga nazo miguu. Na hiyo special nut ni lazima uwe na a special spanner ya kuifungua. Kwenda kufungua boot nikakuta haiko. Ushawahi tafuta kitu mbaya kwa mfuko? Haiko. Nilihave kuchukua pikipiki katika distance ambayo nilikava na pikipiki. Juu ya pikipiki, pastor wenyu anapigwa tu na baridi. Karibu 15 kilometers kurudi nyuma.
Na si ati unaenda huko ukijua ya kwamba utapata hiyo special spanner. Unaenda ukicross your fingers that I hope nitapata spanner ambayo nitakapokuja kuangalia itaweza kuingiana na ile screwdriver. Ilini hit at that point ya kwamba nilishughulika kufikiria kuhusu mguu wakati ambapo nilipata shida. But wakati ambapo tulikuwa tunatoka Nakuru, hakuna kati ya watu 6 wa familia yetu, hakuna hata mmoja ambaye alifikiria ulizane, na by the way tunaanza safari, mumeangalia kama kila kitu ya spare wheel, tukapata shida barabarani kama tutaweza kusaidika. None of us. Na hivyo ndivyo Wakristo wengi wanasoma neno lake Mwenyezi Mungu. You only go katika neno la Mwenyezi Mungu when there is a problem. Now, let me tell you something. Mwaka huu, ukweli wa mambo ni kwamba tutapata shida. Somea mwenzako tutapata shida. Ile kitu hatujui ni ati itakuwa shida gani. We have no idea. Ndio tunaomba ya kwa Mwenyezi Mungu tupatie mwaka mzuri, Mungu tupatie kubarikiwa sana, kukue na mazuri ambayo yatafanyika katika maisha yetu. But the bitter truth is this, ya kwamba pia katika mwaka huu tutapata shida. We do not know which one. Na ukweli ni kwamba huenda kuna watu ambao tuko nao hapa siku hii ya leo ambao already wako kwa shida. Tunavyoongea saa hizi tuko katika ibada na kuna pengine mtu ambaye hata ana struggle kusikiza mahubiri kwa sababu mwaka ni mpya na already yuko katika shida. And all of us will go through those phases katika mwaka huu. It will do you good kuweka akiba ya mambo ambayo yatajenga moyo wako kwa kusoma neno lake Mwenyezi Mungu with understanding in advance. Ikiwa sisi wote tutakuwa a community of people who are committed to reading the word of God, imagine the kind of transformation katika kanisa hili ambalo tunaweza kuliona. Tulipokuwa tukifanya hesabu ya wale watu ambao huenda waliparticipate katika kusoma neno lake Mwenyezi Mungu katika project 52, statistics zinaonyesha probably not more than half of us as a community walihusika. Kuna wengine hata saizi wanaisikia kama news. Kuna nini hiyo ilikuwa wanasema? I have no idea. Na si kwamba hakuwa ibada mwaka uliopita. Mwaka huu, wakati ambao tunaongea kuhusu ya kwamba tungependa kukua na mwaka ambao unamenzi Mwenyezi Mungu, hakuna mwaka ambao unaweza semekana unamenzi Mwenyezi Mungu pasipo neno lake Mwenyezi Mungu. Kanisa hili la karne ya kwanza, they knew what was important. Mwenyezi Mungu angependa ulete hela zako kanisani. Mwenyezi Mungu angependa ufanye kazi, uamke asubuhi uende kazini. Angependa ukue na jamii yako na muishi kwa furaha. Lakini haya mambo yote Luka hakuyaandika hapa ikifika ni mambo ya kanisa. Alianza kwa kusema ya kwamba kanisa hili la karne ya kwanza, ingawa haya mambo mengine yote yalikuwa ya muhimu, jambo la kwanza ambalo walilitilia mkazo ni kwamba walitamani na walidumu. I like that word. In English inaongea kuhusu they devoted. Devotion means ya kwamba you do something whether it makes it you comfortable to do it or not. Whether ni ile siku ambayo unaweza ama ni siku ambayo hauwezi. Whether ni siku ambayo uko na afya ama ni siku ambayo hauna afya, wewe ni mgonjwa. That you devote. Devotion means ya kwamba you do not do it out of your comfort zone. You do it regardless. Ama nitumie maneno ambayo Uhuru alipenda kusema ambayo sio kizungu ya ukweli, irregardless. You do it irregardless. Unasoma neno lake Mwenyezi Mungu by building a culture of somebody who reads the word of God. Because tunaposoma neno lake Mwenyezi Mungu ndivyo tunavyoelewa mawazo ya Mwenyezi Mungu. Na zaidi tunaanza kuishi maisha yetu kwa mapenzi yake na sio kwa mapenzi yetu. Manake wakati mwingine tunafikiria mapenzi yetu ni mzuri sana because we have big dreams and big plans. Unaambia tu Mwenyezi Mungu, ningependa tu ungenifanyie hivi. Niliona katika mtandao meme moja ya mtu ambaye anaonekana ako na conversation yake na Yesu Kristo. Alafu Yesu anamuuliza, uko sure nikikupatia hii dola milioni 2 utarudi kanisani? Alafu katika majibu yake anafanya yani hata yeye anajua uongo mbaya. Tusidanganyane. Akinipea hii, mimi na kanisa tunawachana. He knows. Mapenzi yetu yanaweza onekana yakiwa ni mazuri sana, lakini mapenzi ya Mwenyezi Mungu ndio ambayo yana umuhimu zaidi katika maisha yetu. Na tutaelewaje mapenzi yake Mwenyezi Mungu bila kusoma neno lake? Mwaka huu
jiombee ya kwamba Mwenyezi Mungu atakusaidia katika kufanya mipango yote ya katika mwaka huu wa mambo ambayo ungependa kufanikiwa na kufanikisha, ya kwamba jambo la kwanza ambalo utalipa kipaumbele ni kwamba utaweka neno lake Mwenyezi Mungu liwe linatia, it gives you and builds your rhythm of life. Wakati ambapo unataka kufanya uamuzi wa mambo yako hata ambayo sio ya kikanisa, even in your corporate world, in your secular jobs, if you are making decisions, ya kwamba your reference point becomes the word of God. And that is the only way we can be able to build a vibrant church community. Otherwise, kuna uwezekano ya kwamba kanisa letu tunasema ya kwamba tuko na watu 800, but in actual sense, tukiangalia katika kipengele cha kwanza cha wale watu ambao wanajitoka katika kusoma neno lake Mwenyezi Mungu, pengine ni thuluthi moja tu, a third of us as a church ambao tunaweza tukasema they are healthy believers. Na kwa hivyo ikiwa wewe katika miaka ambayo imepita hujakuwa na a God-centered year kwa sababu ulipuuza kusoma neno lake Mwenyezi Mungu, maombi yangu ni kwamba katika mwaka huu utahesabika kama wale ambao they are healthy believers kwa sababu ya kusoma neno lake Mwenyezi Mungu. Hawakufanya hayo tu. Jambo la pili ambalo walifanya, ambalo linatupatia our second point, a God-centered year is shaped by biblical fellowship. So ambia mwenzako, shaped by biblical fellowship. Ni mwaka unaomenzi Mungu, huchongwa na ushirika wa kibibilia. Now, watu wengi wanapuuza sehemu ya ushirika katika mwili wa Kristo. Na mambo mengi, of course kuna sababu nyingi, lakini baadhi ya sababu ambazo zinafanya ushirika katika mwili wa Kristo unakuwa na ugumu ni kwa sababu ya mambo kama teknolojia. Watu wameona ya kwamba sasa kuna urahisi wa kufanya mambo bila ya kukutana. Sio lazima tukutane. Mambo mengine, in fact, kuna mikutano ambazo ukianza kwenda hata mtu anakuambia, mimi sipendi hii mambo ya tukikutana. Wewe ukiweza kunipigia simu ama uko na Zoom, fungua Zoom tukutane huko. Watu wanaweza, kuna watu, nina my sister ambaye amefanya kazi katika kampuni ambayo hajawahi onana na mdosi wake macho kwa macho. Miaka kadhaa ambayo amefanya kazi katika kampuni hiyo. Manake everything has now moved digital. Now I've got news for you. Hata kama tutamove kila kitu digital, kuna sehemu ambayo Mwenyezi Mungu katika mpango wake alinuia ya kwamba wewe na mimi ambao tunaitanishwa na Kristo hatupaswi kukutana online. Online inapaswa kurahisisha mambo kwa muda. Lakini mpango wake Mwenyezi Mungu ni kwamba kukue na ushirika wa Wakristo. And there's a reason why. One of the fundamental reason ya kwa nini Mwenyezi Mungu alinuia watu wakuwe na ushirika, na ndio tunaona iliwekwa mkazo pia katika kanisa la karne ya kwanza, ni ndio katika kanisa kukue na accountability persons. Ndio wokovu wako ni personal, lakini sio private. There is a difference between personal and private. Tumeokolewa kibinafsi, wokovu wako ni personal, which means ya kwamba baraka ambazo unazipata kama mtu ambaye ameokolewa ni zako wewe. Lakini mpango wa Mwenyezi Mungu haukuwa ya kwamba now that I am saved as a person personally, that now my Christian life becomes private. In fact, the reason why unaona ya kwamba kanisa la siku ya sasa ni kanisa ambalo sasa linaanza kuentertain dhambi, watu wanaanza kuishi maisha ambayo maisha yako ya Jumapili na maisha yako ya Jumatatu ni maisha tofauti, ni kwa sababu mara nyingi utaona mahali ambapo hapana ushirika wa Wakristo, you have no accountability to anyone. And now you are at liberty kufanya yale ambayo ungeyapenda. Unajua mpango ushirika jinsi ambavyo uko structured, hata katika kanisa ile ya karne ya kwanza, haikuwa ushirika ambayo watu wanakutana ile siku ambayo tunasema siku ya Sabato. Walikuwa wanakutana sasa siku hizi zingine tofauti na ile siku ambayo imetengwa ya watu kukuja katika kumwabudu Mwenyezi Mungu kwa pamoja. Which means ya kwamba katikati ya juma kuna uhakika ya kwamba nitakutana na mshirika mwenzangu, Kristo mwenzangu, kwa madhumuni ya kushuhudia bado ya kwamba wokovu wangu bado umesimama. Lakini katika kanisa la sasa mambo haya hayaonekani yakiwa ya umuhimu tena.
mwaka uliopita tulipokuwa tukifanya assessment ya life groups zetu na attendance. In fact, the best way of knowing how our life groups are doing ni kukumbuka wakati ambapo tulikuwa tukifanya mchango wa kanisa la Lomwe. Life group moja ikiitwa, you could almost count the number of people katika life group moja. But that is not the true picture of the numbers in our church. Again, wiki hii tulipokuwa katika mkutano tuliulizana, huenda tunaweza kuwa watu wangapi kama kanisa? Tukasema huenda tunaweza kuwa ni watu kama 800. Siulize mwenzako, wewe unaona kama hii kanisa inaweza kuwa iko na washiriki wangapi? Kulingana, because sasa hata inaweza kuwa sisi tuko na the wrong numbers. Alafu muulize, kati ya hao 800, wewe unaona ni kama wangapi wanaendaga ushirika? Alafu swali la mwisho, muulize yeye, wewe unaendaga ushirika? Na kama amesema la, muulize kwa nini? Wakati tunapuuza ushirika, ilhali tunapoangalia kanisa la karne ya kwanza na mambo ambayo waliweza kuyafikia, waliweza kufikia mambo haya kwa sababu waliweka mkazo sehemu ya ushirika. The bitter truth in our church today, AIC Njoro Town, ni kwamba ushirika umeonekana ni ya wale watu ambao anaweza akafunga kazi mapema ndio apatikane kwa ushirika. Kuna ushirika zingine ambazo ushirika, the interpretation ya hiyo ushirika ni kwamba ni kina mama tu ndio wanapaswa kwenda. Manake ninajua ushirika ambazo tuko nazo katika kanisa hili ambazo hakuna mwanaume hata mmoja. Lakini hao kina dada wameolewa, wana waume, wana watoto wa kiume, but none of them shows up katika fellowship. What does that tell you? The interpretation ya sehemu ya ushirika katika kanisa ni kwamba imetengwa kwa sababu ya watu wa aina tofauti. Ilhali the apostles themselves, who are males by the way, apostles wenyewe ndio walipeana kama mfano ya kwamba kando ya kwamba tunawafundisha neno lake Mwenyezi Mungu, pia tungependa ya kwamba tuwajibike katika ushirika. Nani wakiwa wanaongoza? Wanaume. In fact, we should be outnumbering the ladies. Ya kwamba wanaume ndio wanakuwa wa kwanza, wanafungua manyumba zao ili watu wa Kristo waje kwao nyumbani, madhumuni yakiwa tuweze kujadili neno lake Mwenyezi Mungu kwa pamoja. No wonder inaitwa biblical fellowship. The reason why inaitwa biblical fellowship ni kwa sababu kuna aina zingine za fellowship ambazo kwa kawaida mara nyingi, speaking as a man, huwa ni rahisi sana kuwa nao. Kwa mfano, we couldn't help it. Leo asubuhi tulipokuwa tu hapa katika ibada ya ubatizo, we could not help it, wanaume kadhaa ambao tulikutana hapo, kuanza kufurahia kwamba Arsenal ilishinda jana. Wale ambao hawajua Arsenal ni timu ya mpira. And I'm telling you, that conversation was hot. Unaona nasema, huyu jamaa alinijengea siku. Yaani jana nililala na furaha kwa sababu ya yale mambo niliyaona jana. But imagine if we only switched gears to ulizane na neno lake Mwenyezi Mungu linasema nini katika kitabu cha huenda kungechekwa hivyo venye tu mmecheka. Hakuna mtu angecomment. Which means ya kwamba kuna aina za fellowships ambazo tunakuwa na urahisi kuwa nao. Wamama wakikutana waanze kuongea kuhusu maneno ya chama na vile ambavyo huu mwaka wamepanga. Kitambaa mpya ya viti, ni gani iko fashion, ni gani ambayo sasa saizi imeondoka kwenye soko. It is easier for people to engage in such conversations, but yet neno lake Mwenyezi Mungu linatulazimu kukuwa na biblical fellowship. Sio hiyo peke yake. Jambo la tatu ambalo kanisa hili lilikuwa nalo, ambalo linatoa mwongozo pia kwetu, a God-centered year is nourished by Christ-centered worship. Nourished by Christ-centered worship. Siambie mwenzako, nourished by Christ-centered worship. Na hilo tunalipata katika the phrase, katika kuumega mkate. To represent ibada. Meza ya Bwana kama ilivyo ubatizo, haikukuwa private ati wewe unaweza enda pale
kwa fuana useme nipewe mkate na divai, nataka kukula meza ya Bwana ya mtu moja. Ilipaswa kukua Wakristo wakutane, wakae pamoja, wale mwili wa Kristo pamoja na wanywe divai ama damu yake Yesu Kristo kwa pamoja. It was never meant to be private. Lakini katika kanisa letu hata siku hii ya leo kuna watu ambao ni washirika wa meza ya Bwana na kuna wale ambao sio washiriki wa meza ya Bwana. Sina shida na yule ambaye hayuko katika ushirika wa meza ya Bwana na hajaokoka, lakini nina shida na yule ambaye ameokolewa but you are not a participant of the Holy Communion. Ikiwa kanisa la karne ya kwanza, of all the things ambazo wangeistahili kuyafanya kama Wakristo, baadhi ya mambo ambao walikuwa wanayafanya ni kwamba walishiriki katika kuumega mkate pamoja. What makes us think ya kwamba ibada kama hiyo is optional kama Mkristo, especially kama Mkristo, ya kwamba nimeokolewa lakini out of my own difficult heart nina choose ya kwamba I choose not to remember what Christ did for me. Because basically ibada kama hii tunakuja kwa sababu ya kukumbuka mambo ambayo Kristo alitufanyia pale msalabani. Hatukuji kanisani kusoma gazeti, hatukuji kanisani kuanza kuulizana maswali ya jinsi ambavyo wiki yako unapanga nini kufanya wiki iliyopita ama wiki ambayo inakuja. Ingawa mambo hayo ni ya umuhimu, sio ya sababu ya kwa nini tunakuwa na ibada siku ya Jumapili. Siku ya Jumapili ibada tunakuja kwa sababu ya kukumbuka mambo ambayo Kristo alitufanyia msalabani. Na ikiwa ni ibada speciali kama ya siku hii ya leo ambayo tuna meza ya Bwana, tunakumbuka hata kwa kukula mkate na kunywa divai pamoja, kukumbuka mwili wa Yesu Kristo ulioteswa na kukumbuka damu ya Yesu Kristo ambayo ilimwagika kwa sababu yetu. Na ikiwa wewe ni mtu ambaye umeokolewa and you are not a participant of Holy Communion, doesn't that mean ya kwamba hauoni umuhimu na gharama ya damu yake Yesu Kristo na mwili wake uliochubuliwa kwa sababu yako, ilhali unasema ya kwamba wewe ni Mkristo? Na the reason why jambo hili ni la umuhimu, matamanio yetu kama wachungaji wenu, kama viongozi wenu, ni kwamba katika mwaka huu tutakuwa na Wakristo wengi ambao wameshamwamini Yesu Kristo, ambao watafanya uamuzi wa ningependa kubatizwa kama ushuhuda na kama ishara ya kutii kwangu kwake Yesu Kristo kwa sababu ya kazi ambayo alifanya msalabani. Zaidi ya hayo, ya kwamba tutakuwa na Wakristo ambao kila Jumapili watajua ya kwamba ni siku yangu ya kuhudhuria ibada, si kwa sababu sikupiga pasi jana nichague sitaenda, ama kwa sababu sikununua nguo nzuri ambalo wengine wanavaa na mimi sina. Ninachagua kwenda kanisani kwa sababu kati ya masababu mengine yote ambayo watu wanaweza kuyatoa, ni siku yangu ya kumwabudu Yesu Kristo na kukumbuka yale ambayo aliyafanya msalabani kwa sababu yangu. That's the reason why we come to church. We do not come to church to catch up. While that is important, tuna catch up kwa sababu kuna watu ambao siwezi kuonana na wewe katikati ya wiki, tutakutananga tu siku ya Jumapili. Lakini ile sababu ambayo imekutoa kwako na ile sababu ambayo imenitoa kwangu, ni sote tukuje hapa kukumbuka yale ambayo Kristo aliyafanya msalabani kwa sababu yetu. Any other thing is secondary. The primary reason tumekuja katika ibada kushukuru Yesu Kristo kwa sababu ya kazi ya msalaba. Now, if that is not important, you will always have a reason yani kwa nini nisiende Jumapili kanisani. Pastor, Bwana asifiwe, sikuweza kuja kanisa Jumapili, nilikuwa na wageni. Walikuja tu wakati naenda kutoka na singeweza kuja. Si hata unaelewa. Pastor, jana tulikuwa na safari. Tulichoka. Unajua niliingia kwa nyumba saa 8. Nikasema wacha nilale. Niliona online. By hizo reasons zote nawapatia si za kutunga, ni zile ambazo mnatupea. Nataka mjue tunazichukuliaga personal. What will happen ile siku ambao kwanza wengine hata hawakumbuki ya kwamba kuna safari zingine unasema ndio ilikuchokesha, na tulikuwa na wewe. Tulikuwa na wewe harusi, tulienda na wewe mahali mazishi. Lakini mimi nitakuja kanisani, kwanza siku hiyo ni wewe unahubiri, lakini wewe ulichoka. Ukalala. Kuna umuhimu wa watu kuja kanisani, na umuhimu mkuu zaidi ni kukumbuka
yale ambayo Kristo alitufanyia msalabani. If you will miss church here, please attend church somewhere else. That's what I'm saying. Ya kwamba isiwe Jumapili yako ulikaa tu nyumbani, na si kwamba wewe ni mgonjwa ama kuna shida. Ikiwa ilikupata pengine ulikuwa safarini, kule uliko hudhuria ibada. Kwa sababu gani? Si kwa sababu hiyo kanisa unaipenda ama kwa sababu pastor huko ndio anakufurahishanga, kwa sababu unakumbuka. Sababu yangu ya kukutana na Wakristo wenzangu hapa ni kukumbuka yale Kristo aliyafanya msalabani kwa sababu yangu. Bottom line, that is the main reason why. Jambo la mwisho ambalo tunaona katika kanisa hili la karne ya kwanza na linatupatia point yetu ya mwisho, a God-centered year is sustained by dependent prayer. So ambia mwenzako, sustained by dependent prayer. Ikiwa kuna sehemu ya maisha ya Mkristo ambayo huwa imepuuzwa zaidi ya hizo tatu ambazo nimetaja, ni prayers. Wakristo wengi huwa wanaomba wakati ambapo mambo kumeharibika, kumedhoka. Ndio watu wanakumbuka. Hata sijui mwingine alisema kuna watu ambao hawajaomba miaka mingi, hata pengine Mungu hakumbuki sauti zao, because they cannot remember the last time they genuinely prayed. Wanaomba maombi ambayo, I think I've ever given you that example ya one of my cousins ambaye wakati ambapo alikuwa mdogo akiomba, alijua tu kuomba aina moja ya maombi. Oh God, bless our food before we take it. In Jesus' name we pray. Wakati ambapo baba yake anasafiri kwenda safarini, aambiwe aombe, anaomba tu hivyo hivyo. Oh God, bless our daddy before we take it. In Jesus' name we pray. Kwa sababu hiyo ndio the only prayer yeye anajua kuomba. Kuna wengine saizi wanapitia hali ngumu sana wakisikia ya kwamba kanisa imesema ya kwamba tunafunga for the next few days. Hata pengine mwisho wa mwaka ukitakapofika, mtu amuulize, wakati wako mgumu sana katika mwaka huu ulikuwa mgani? Akasema, mimi sikuwa naamini naweza kaa 6 mpaka 6 sijakula kitu. Na tunakutana nazo huku. Kuna mmoja hata jana karibu aniangusha katika majaribu. Niambia, pastor, ni mwaka mpya, kuja ninunue nyama. Unakumbuka, Bwana, ni wakati wa maombi. Mwenyezi Mungu atusaidie kwamba katika mwaka huu kama Wakristo, mambo haya ambayo yalikuwa ya umuhimu katika mwili wa Kristo, katika kanisa la karne ya kwanza, yakuwa ya umuhimu sio tu kwetu kama kanisa, but even for you as an individual. Ya kwamba utaprioritize neno lake Mwenyezi Mungu, ya kwamba utaona kuna umuhimu wa watu kukutana katika ushirika, utatamani kuhudhuria ibada, whether ni ya meza ya Bwana ama ni ibada kama hii, na zaidi tutaweka maombi mbele. And let me tell you the result of that. Wakati ambapo Luka anaandika, anaonyesha mpaka jinsi ambavyo katika mstari wa 46, tuanzie mstari wa 43. Uone, when these 4 things ambazo they have nothing to do with our material, they have nothing to do with our jobs, but see the impact that was there. Verse 43. Kila mtu akaingiwa na hofu, ajabu nyingi na ishara zikafanywa na mitume. Na wote walioamini walikuwa mahali pamoja na kuwa na vitu vyote shirika, all their possessions, wakiuza mali zao na vitu vyao walivyokuwa navyo na kuwagawia watu wote kama kila mmoja alivyokuwa na haja. Na siku zote kwa moyo mmoja walidumu ndani ya hekalu, wakimega mkate nyumba kwa nyumba na kushiriki chakula chao kwa furaha na kwa moyo mweupe, wakimsifu Mungu na wakapendeza watu wote. Bwana akalizidisha kanisa kila siku kwa wale waliokuwa wakiokolewa. See the impact of a small community ambayo imechagua kufanya vitu tofauti. Wasome neno la Mungu pamoja, wakuwe katika ushirika, waumege mkate pamoja na wasali pamoja, but the impact is exploits. That in itself ilikuwa attractive hata kwa wale ambao ni wa dunia, wakaokolewa. No wonder inasema ya kwamba wengi wakaokolewa. Part of the struggles tuko nazo kama kanisa, wakati mwingine tunakuta tumesimama hapa tunasema ya kwamba huenda tuna shida ya hela, kuna projects za kanisa ambazo zimekwama. When we come back to assessment, the problem is the root cause. And the root cause is, where is our
spiritual meter showing where we are. Because ikiwa katika mioyo yetu tutampenda Mungu sana mpaka tunasoma neno lake kwa pamoja kila wakati, ikiwa tutatamani ushirika, ikiwa tutapenda kukutana hapa pamoja kuabudu Mwenyezi Mungu pamoja, ikiwa tutapenda kukutana kila wakati kuomba na pia kumwomba Mwenyezi Mungu katika ubinafsi wetu kule ambapo tunaishi, I don't think we will not get where this church got. Ya kwamba kanisa hili, because of what has happened katika mioyo yao, it became easier for them to give towards the needs of others. Kupeana mali yao kwa sababu ya mwili wa Kristo. Huenda huu ndio ule mwaka ambao Mwenyezi Mungu angependa kama kanisa tufikie mahali ambapo tutajaza magala ya kanisa mpaka tuseme msilete tena, kama jinsi ambavyo ilikuwa katika kanisa la Agano Jipya, ya kwamba walileta mpaka ikafika mahali wanaambiwa sasa tuache, imetosha. Wakati mwingine tunaposoma maneno haya watu wanaona ni kama zilikuwa stori za jaba venye vijana wanasema, but haya ni mambo ambayo yalitukia katika historia, ya kwamba kuna uwezekano wa Wakristo ambao wamempenda Mwenyezi Mungu sana kutoa sio tu maisha yao bali pia mali yao kwa sababu ya utukufu wake Mwenyezi Mungu, from a point of understanding, ya kwamba nimejua neno lake Mwenyezi Mungu, nimeelewa umuhimu wa ushirika, nimeelewa nafasi ya ibada na kukutana kwa ibada, na zaidi nimeelewa sehemu ya maombi katika maisha ya Mkristo yoyote yule. Na hayo ndio matamanio yetu katika mwaka huu, ya kwamba tunaposema ya kwamba we want a God-centered life, a God-centered year, kama kanisa, come the last Sunday, the 52nd Sunday of this year, our assessment itakuwa katika mambo hayo manne, and we will see the impact ya mambo haya manne, jinsi ambavyo yataleta utofauti katika mambo mengine yote ambayo yanahusu kanisa letu. Amen. Ningependa tuweze kuomba, lakini ningependa tuweze kuomba tofauti. Niombe kwamba tuweze kusimama sote. Alafu kuwa na mtu mmoja, just hold the hand of one person. Na siku hii ya leo, kwa sababu huu ni mwili wa Kristo wa Njoro na wewe ni mshirika pamoja nasi katika kanisa hili, ningependa wewe na mwenzako muwe na uzito wa kutaka kuomba ya kwamba mambo haya manne yataweza kujitokeza katika kanisa letu kikamilifu katika mwaka huu. Tumesema ya kwamba tuna mambo mengi ambayo tungependa kuyapanga katika maisha yetu ya kibinafsi, lakini pia tuna matamanio ya mambo ambayo tungependa yakaweze kutimia katika kanisa hili letu. Manake Mwenyezi Mungu ametuweka hapa kwa muda kama huu, na kwa hivyo ni vizuri, kwa sababu huyo ni mshiriki pamoja nawe wakati ambapo mwili huu wa Kristo unakuwa, wewe unakuwa, mimi ninakuwa, mwili wa Kristo unakuwa. Ni vizuri sisi wote kubeba mzigo wa kanisa hili. Chukue nafasi hii wewe pamoja na mwenzako, muombe kwamba Mwenyezi Mungu ataweza kutoa ya kwamba neno lake litapendwa katika kanisa hili, ya kwamba kila Mkristo atatamani kusoma neno lake Mwenyezi Mungu. Mnaweza anza kuomba ya kwamba tuombe ya kwamba Mwenyezi Mungu neno lake litapendwa na washirika hapa kanisani, na ya kwamba neno hili litasimama na litaleta utofauti katika mwili wa Kristo na katika maisha yetu ya kila mmoja wetu. Hiyo ndio tamanio la mioyo yetu kama kanisa, ya kwamba mwaka huu neno lake Mwenyezi Mungu litapendwa na Wakristo, na ya kwamba kila mmoja ambaye atapewa nafasi ya kuhubiri katika madhabahu haya, ya kwamba Kristo atatukuzwa katika mahubiri na neno lake Mwenyezi Mungu litafunzwa kama lilivyofunzwa katika kanisa la karne ya kwanza. Omba pia ya kwamba ushirika utakuwa bora zaidi, ya kwamba kwa wewe ambaye haujapata nafasi ya kuwa katika ushirika, Bwana akusaidie katika mwaka huu uweze kuwa mmoja wale ambao watakuwa washirika katika ushirika zetu, that you will spare time and see the importance of fellowship of brothers and sisters in Christ. Siombe pia ya kwamba kutakuwa na ibada ambayo inamlenga Kristo mwenyewe, ya kwamba tutakutana hapa kumwabudu Kristo, na ya kwamba katika Jumapili 51 ambazo zimesalia katika mwaka huu, madhumuni yetu kama Wakristo itakuwa ni kukutana hapa kumwabudu Kristo kwa sababu ya kazi ya msalaba, na yale mambo mengine yote ambayo tunayafanya yatakuja yakiwa ni mambo ya pili, secondary, but of importance to all of us. Mioyo yetu itakuwa ni mioyo ya watu ambao wamekuja kumwabudu Kristo katika mwaka huu.
pasipo kujali hali za maisha yetu, pasipo kujali kama maombi yetu yamejibiwa, lakini mioyo yetu kama kanisa itakuwa ni mioyo ya watu ambao wamejitoa katika kumwabudu Kristo kila Jumapili ya mwaka huu pasipo kukosa. Na jambo la mwisho, tuombe ya kwamba Bwana ataweka tamaa ya watu kupenda maombi katika kanisa hili, ya kwamba katika kukutana kama mwili wa Kristo tutaweza kumtukuza Kristo na kumwabudu kwa njia ya maombi, ya kwamba huu ndio utakuwa mwaka kama kanisa ambao wakati ambapo tunaitwa katika nafasi za kuomba kama kanisa na kama jamii, ya kwamba tutakimbilia nafasi hiyo kuomba na kumwabudu Mwenyezi Mungu kwa njia ya maombi. Na ya kwamba Bwana ataweza kuinua mioyo ya Wakristo katika kanisa hili liwe ni mioyo ya watu ambao wanapenda maombi. Mwenyezi Mungu, tunakuja mbele zako kama jamii ya AIC Njoro Town. Tunakushukuru kwa sababu ya mambo ambayo tunayasoma katika neno lako na matukio ambayo yalikuwa katika kanisa la karne ya kwanza. Kanisa ambalo lilijitoa katika kusoma neno lako kwa nguvu na bidii. Kanisa ambalo lilijitoa katika maisha ya ushirika na kujali hali ya mmoja na mwingine. Kanisa ambalo lilijitoa katika ibada na kuja kukutana kwa sababu ya kukutukuza wewe, kwa sababu ya kazi ya msalaba. Na kanisa ambalo lilitamani kuwa uweponi mwako kwa njia ya maombi, na wakakutana katika hali lolote ile ambao walikuwa wanayapitia pasipo kujali, kwa sababu ya madhumuni ya kuweza kukuomba. Na siku ya leo Mwenyezi Mungu, katika Jumapili ya kwanza ya mwaka huu, matamanio ya mioyo yetu kama kanisa ni kama Mwenyezi Mungu tukafanana na kanisa hili la karne ya kwanza, ya kwamba katika mwaka huu Bwana tukahesabika kama mwili wa Kristo ambao unapenda neno lako, ya kwamba tunatamani kukua katika sehemu na vikundi ambavyo neno lako linahubiriwa, neno lako linajadiliwa, katika kujua ya kwamba neno hili Bwana linaleta utofauti katika maisha yetu. Tuomba ya kwamba Mwenyezi Mungu ukafungua mioyo yetu kutamani kusoma neno lako, hata katika maisha yetu ya kibinafsi kule nyumbani, ya kwamba Mwenyezi Mungu neno lako litakuwa ni mwongozo wa maisha ya watu wako. Ya kwamba Mwenyezi Mungu, hata tunapoweka mipango ya mambo ambayo tungependa kuyatimiza katika mwaka huu, jambo ambalo litatopa wa listi ni kwamba Mwenyezi Mungu tutatamani ya kwamba katika Jumapili ya mwisho ya mwaka huu tutakapoangalia maisha yetu tutasema ya kwamba kweli tumekuwa katika maisha yetu ya kiroho katika kusoma neno lako. Ya kwamba Mwenyezi Mungu, mioyo yetu, DNA yetu, matamanio yetu kama kanisa lako litakuwa ni kukutukuza katika kulisoma neno lako. Nafasi ambazo zinafunguka kwa sababu ya neno lako kuhubiriwa, Bwana, tutahesabika kama wale ambao wanakimbilia kuwa mstari wa mbele kusikia neno lako likihubiriwa na kutamani kukujua zaidi katika kulisoma neno lako. Bwana, tuomba ya kwamba kwa kila mmoja ambaye atapata nafasi ya kuhubiri neno lako katika madhabahu haya, ya kwamba Bwana utatia neno lako katika maisha ya watumishi wako, ya kwamba neno lako litahubiriwa faithfully, na ya kwamba mwili wa Kristo utazidi kukua katika Njoro na beyond, kwa sababu ya jinsi ambavyo Wakristo wanajitoa katika kusoma neno lako. Bwana, tuomba ya kwamba ukaweze kutusaidia katika ushirika wetu. Tunajua ya kwamba Mwenyezi Mungu tumepuuza kwa njia moja au nyingine sehemu ya ushirika katika maisha yetu ya kila siku. Lakini Bwana, tuomba ya kwamba ukazidi kutufungua, ukazidi kutusaidia kuweka uzito wa ushirika katika maisha ya Mkristo. Manake Bwana, tungetamani ya kwamba kanisa hili likaweze kuwa na utofauti na kuleta utofauti katika ulimwengu kama ilivyokuwa katika kanisa la karne ya kwanza. Ya kwamba kanisa hili lilijitoa katika ushirika. Lilitamani wakati ambapo mmoja na mwingine ambao wanamjua Kristo kama Bwana na Mwokozi wao wanapokutana kujengana katika imani yao. Na Bwana, tuomba ya kwamba matamanio haya yakawe ya karibu katika maisha yetu, ya kwamba Bwana tutavalue kukutana katika ushirika. Mwenyezi Mungu, tuomba ya kwamba kwa wale ambao walikuwa na mioyo migumu kwa sababu ya kutokutana katika ushirika, ya kwamba Bwana ukaweza kufanya mioyo yao kuwa nyepesi na kuona ya kwamba sehemu ya ushirika ni sehemu kuu na ni sehemu ambayo inaleta utofauti katika mwili wa Kristo.
Bwana, tuomba ya kwamba katika ibada zetu katika mwaka huu zitakuwa ni ibada za kumtukuza Kristo, ya kwamba everything else will be secondary, and that our purpose as we meet for the next 51 Sundays, ya kwamba all of us will be coming to this sanctuary with one thing in mind, to glorify the Christ who died for our sins. Na ya kwamba katika kumwabudu huyu Kristo ulimwengu utaweza kuona utofauti, ya kwamba Kristo ataheshimika hata katika ulimwengu. Lord, we desire that in this church for the next 51 weeks, ya kwamba tutaweza kukuabudu wewe, ya kwamba katika kila nafasi ambayo tutaipata katika kanisa hili, ikiwa ni mazishi, ikiwa ni maombolezi, ikiwa ni harusi, ikiwa ni ibada ya watoto, ikiwa ni ibada ya vijana, ikiwa ni ibada ya waume, ikiwa ni ibada ya kina mama, ya kwamba what will be central is us celebrating the Christ who died for our sins. Na ya kwamba mambo mengine yote hayatakuwa ya muhimu zaidi ya hili, ya kwamba Kristo alikufa kwa sababu yetu. Na Bwana, tuomba ya kwamba katika mioyo yetu kaweke uzito wa kutamani maombi. Tumeona jinsi ambavyo historia yetu kama kanisa, Bwana, imekuwa ni historia ambayo haipendezi sana ikifika ni katika mambo ya maombi. Si mara moja ya kwamba Mwenyezi Mungu tumeitwa katika ibada kama hii, na Bwana, tumekuwa na visababu tofauti ya kwa nini tusikutane kwa sababu ya maombi. Bwana, tuomba ya kwamba katika wiki zijazo, wakati ambapo kanisa lako, mwili wa Kristo katika kanisa hili litaitwa kwa sababu ya maombi, wingi wa watu ulio hapa siku hii ya leo ndio wingi ambao tutashuhudia, ya watu ambao wametoa maisha yao kwa sababu ya kukuomba wewe na kuelekeza matamanio yao kwako, wakikutamani wewe na kukuishia wewe, kama jinsi ambavyo ilivyokuwa katika kanisa hili la karne ya kwanza. Na Bwana, kama jinsi ambavyo limeshuhudiwa katika neno lako, ya mambo ambayo yalifanyika baada ya mambo haya manne kuwa wazi katika kanisa hili, jinsi ambavyo kanisa halikukosa, jinsi ambavyo kanisa lako katika karne ya kwanza lilijitoa kukimu mahitaji ya wale ambao walihitaji katika jamii, jinsi ambavyo kanisa lako lilizidi kunawiri. Bwana, tuweka mipango yote kama kanisa kwako, tukiomba ya kwamba Mwenyezi Mungu, mipango tulio nayo kama kanisa itanawiri kwa sababu ya mambo haya manne kuwa hai katika maisha yetu, ya kwamba kama kanisa, Bwana, tutapata rasilimali, na rasilimali hizi zitatoka kwa watu wako ambao wameshaelewa uzito wa huduma yako, na wanatoa mali yao na talanta zao na nafasi na muda wao kwa sababu ya mwili wa Kristo kukua. Ya kwamba Bwana, kanisa lako litakuwa. Matamanio yetu Mwenyezi Mungu ni kwamba kanisa lingine likapandwe katika mji wa Romwe. Bwana, tuwaomba ya kwamba ukatupa rasilimali ambazo zinahitajika, kwa sababu katika kufanya hivyo mwili wa Kristo unazidi kukua. At the center of our minds, Lord, is that we would want to build a community that loves your word, a community that loves fellowship, a community that loves authentic worship, and a community that loves to commune with you in prayer. Na hayo ndio matamanio yetu ya mwaka huu Bwana. Mambo ambayo tumeyaweka kama mipango yetu ya kibinafsi, Bwana, tuomba ya kwamba ukazidi kufanikisha hata wakati ambapo tunaweka uzito kwa mambo haya manne ambayo yataleta utofauti kwa mwili wa Kristo. Na haya ndio maombi yetu ya imani kwa jina la Yesu Kristo alimwamba wokovu wetu, na sote tuseme Mwenyezi Mungu na atukuzwe kwa sababu ya neno lake.